kwamba anakiri kwamba yale mauaji yaliyotokea mwezi wa Oktoba 2025 tarehe 29 na siku zilizofuata ilikuwa ni sawasawa kama alivyokiri mkuu wa nchi kwamba nguvu iliyotumika ilikuwa ni sawasawa. Ina maana kwamba wale waliouawa, watu waliouawa, ilikuwa ni haki yao kupigwa risasi na kuuawa, haijalishi katika mazingira gani, lakini vyombo vyake vilivyotumika kwa ajili ya kuwapiga risasi wananchi, maana yake ilikuwa ni sawa. Sasa nikawa nawaza kwamba inakuwaje mnatumia pesa nyingi kwa ajili ya kuunda haya matume, na kama mnajua kwamba walichokifanya hao watu hao polisi au hao usalama au hao nani wanajeshi ilikuwa ni sawa, mnatumia pesa za Watanzania kwa ajili ya kuunda matume na kulipa hela kwa ajili ya nini? Hilo ndio swali kubwa la kuwaza katika vichwa vyetu vya Tanzania, kwa sababu si jambo la kawaida. Yaani unasema kwamba nguvu iliyotumika ilikuwa ni sawa sawa, watu waliopigwa risasi ilipaswa wauawe hivyo. Maana yake viongozi wanakiri kwamba tuliwaua kwa sababu mlipaswa kuuawa, kwa sababu waliuawa kwa sababu ya kulinda vyeo. Viongozi kwamba waliona kwamba hawa watu wakiendelea kuandamana, ultimatum yake ni kwamba tutaondolewa kwenye madaraka. Maana yake tukiondolewa kwenye madaraka tutakosa uongozi. Maana yake tukikosa uongozi atakuja kiongozi ambaye ni mzalendo, atatushughulikia sisi, kwa sababu tumesaini mikataba ya ovyo kabisa, tumepola rasilimali, tumefanya kila blanda. Ndio maana ikatumika nguvu sawa sawa, kwa maana kwamba kuwazuia kabisa watu wasifanye jambo lolote. Leo tumeona tamko kutoka Marekani kwamba wametengeneza bili ya kufanya kurestructure, kwamba kufanya tathmini kwamba uhusiano kati ya Marekani na Tanzania, je, unaendelea? Je, ni sawa? Tunaamini katika demokrasia, lakini Tanzania haiamini katika demokrasia. Tunaamini katika uhuru wa kujieleza, lakini Tanzania haiamini katika uhuru wa kujieleza. Tunaamini katika maslahi ya wananchi, utu kwanza, lakini Tanzania inaamini kwamba maslahi ya viongozi kwanza na maslahi ya vitu kwanza kuliko utu. Hayo ndio mambo ambayo, na ilinishangaza sana hii kauli iliyotolewa na Mohamudu Thabiti Kombo, ambaye baba yake huyu Thabiti Kombo alikuwa ndio wanzilishi wa taifa hili la Tanganyika, la Zanzibar, na ndio hawa wanzilishi hawa wa taifa hili la Tanzania. Mohamed Thabiti Kombo, baba yake Thabiti Kombo. Siamini kwamba kama baba yake angesikia maneno aliyoyazungumza mtoto wake, angesadiki kwamba huyu ni mtoto wake. Inawezekana angejiuliza kwamba huyu inawezekana sio mtoto wangu. Thabiti Kombo angesingeweza kuzungumza maneno kama yale, kwa sababu alikuwa ni mzee mzalendo kweli kweli, aliyesimama kidete kupinga unyonyaji katika nchi hii, aliyesimama kidete kupinga uporaji katika nchi hii, aliyesimama kidete kupinga ubaguzi katika nchi hii, aliyesimama kidete kupinga ugandamizwaji wa aina yoyote katika nchi hii, Thabiti Kombo. Na ndio maana alikuwa rafiki sana na Mwalimu Nyerere. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wazee hawa walikuwa na agenda ya utu kwanza na sio vitu. Kwa sababu kama ni vitu, Mwalimu Nyerere na watu wake wangechimba madini kipindi hicho, kwa sababu madini walikuta yanachimba, wakayazuia kuchimbwa madini, kwa maana kwamba vizazi vijazo vitakuja kuchimba kwa manufaa ya vizazi vingine. Maana yake ule ubinafsi katika mioyo yao ulikuwa umefutika kabisa. Siamini kwamba huyu Mohamudu Thabiti Kombo kama ni mtoto wa mzee Thabiti Kombo, kwa sababu mzee yule asingeweza kuzungumza haya mambo. Asingeweza kumuona mtoto wake anazungumza mambo ya kejeli na dharau kiasi hicho. Anazungumza kabisa kwamba tuliwapiga nyinyi, tuliwaua nyinyi.
kwa sababu ya kulinda vyeo vyetu, kwa sababu ya kulinda biashara zetu, kwa sababu ya kulinda maslahi yetu. Very shame. Yani it's very sad. Kiongozi kabisa, mtoto wa muasisi wa taifa la Zanzibar, anazungumza maneno kama yale, waliopigana kwa ajili ya urithi wa nchi yetu. Niliumia sana, nilisikitika sana. Nikasema, kweli kuzaa, yani kuzaa mtoto, yani sio kila mtoto anaweza, yani kila baba anaweza kuzaa mtoto mwenye fikra kama za kwake na mwenye msimamo kama wa kwake. Ni ngumu sana. Lakini tujiulize, Tanzania hii ilikuwa ni kiongozi wa liberation, yani mageuzi makubwa katika kupinga udhalimu. Tanzania hii ilikuwa ni kiongozi wa mageuzi makubwa ndani ya Afrika na ulimwengu kwa ujumla wake, chini ya Julius Kambarage Nyerere. Na ndio maana Tanzania ilisifika ilikuwa ni center ya uongozi ndani ya Afrika. Hawana mageuzi wote walikimbilia Tanzania. Kwa nini? Walikimbilia Tanzania kwa sababu kulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa anajali sana utu. Kulikuwa na kiongozi aliyejali sana maslahi ya watu, na kulikuwa na kiongozi aliyepinga zaidi kwa dhati ya moyo wake unyonyaji na ugandamizwaji wa haki za binadamu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na ndio maana freedom fighters wote katika Afrika, hasa nchi za kusini mwa Afrika, walipita katika nchi yetu ya Tanzania. Nelson Mandela alipita Tanzania, Robert Mugabe alipita Tanzania, Yoweri Kaguta Museveni alipita Tanzania, Samora Machel alipita Tanzania, Hifikepunye Pohamba walipita Tanzania, Kenneth Kaunda walipita Tanzania. Wote hawa watu walikuwa ni freedom fighters. Walipigana kwa ajili ya maslahi ya wananchi wake, ili kusudi nchi zetu za Afrika kwa ujumla wake ziwe na umoja na ziwe na nguvu kwa ajili ya heshima na utu wa wananchi wake. Leo miaka 65 ya uhuru, tumepata uhuru, miaka 65 ya uhuru. Tunaanza kurudi nyuma kabisa. Tunaanza kukaribisha sana yale tuliyoyapigania, mambo makubwa, kwa maana kwamba kuondoa unyonyaji, kuondoa ugandamizwaji, kuondoa dhuluma, kuondoa fedheha na kuleta utu na heshima ya mtu. Mwalimu Nyerere alitangaza taifa la namna hiyo, na akajenga misingi imara, kwamba hata hiyo misingi ikawekwa katika katiba ya utu wa mwananchi, utu kwanza. Na ndio maana hata kitabu cha CCM, uanzishwaji wa Chama cha Mapinduzi, hichi kitabu, katiba yake, ukisoma hii katiba ya CCM, imezungumza mambo ya utu na sio vitu. Leo chama kimevamiwa na majambazi ambao wao wanahisi kwamba wao kazi yao ni vitu tu. Wanaona vitu ni vya thamani kabisa kuliko utu. Na ndio maana wako lazi kupiga watu risasi na kuua watu wote, ili mradi walinde rasilimali zao. Leo